Katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, majengo marefu yamekuwa ndio chati ya mjini. Na hata hivyo, kupanda magorofa marefu kwa kutumia ngazi ni kitu kigumu sana. Watu wengi hutumia lifti, lakini umewahi kujifikiria kwamba vipi endapo ukawa unaitumia lifti afu ghafla tu umeme ukawa umezimika na ikawa imegandia katikati? Na kwa bahati iliyo mbaya, ndani ya lifti mko wawili tu, kila mmoja akijifanya ni matawi, hata kumsalimia mwenzake wakati wa kupanda lifti hakuwa amemsalimia. Mtafanya nini? Hii movie bana inakwenda kwa jina la Down na tutakwenda kuifuatilia siku ya leo mwanzo mpaka mwisho. Movie inafungua tu na kutuonesha bidada mmoja hivi akiwa yuko ofisini anachati na mshikaji mmoja anafahamika kama Derek, akimwambia kwamba siku ya leo ana safari ya kuelekea New York, lakini kabla hajasafiri kuelekea New York anahitaji kuonana na huyu jamaa kwa sababu amemisi sana. Upande wa pili katika maeneo ya mabafu ya kiume kuna mwamba mmoja alikuwa ameingia toilet, lakini kwa bahati mbaya wakati anaendelea kujioshaosha hivi, kwa bahati mbaya maji yakawa yamemwangukia katika suruali yake. Hasa katika hali ya kujaribu kuyakausha yale maji, basi akawa anafanya vituko kama vingi hivi. Haya mambo huwa yanatokea watu hata matajiri sometimes wanapokuwa binafsi, kuna vituko fulani wanaweza kuvifanya wao binafsi na pasipo hata kujielewa yani. Tukirudi kwa bidada huko ofisini, ule ujumbe alikuwa amemtumia mshikaji wake Derek, kwa bahati mbaya ujumbe ule ukuweza kujibiwa. Basi bwana bidada akaamua kuchukua tiketi yake ya ndege na moja kwa moja anakiwasha kuelekea huko New York. Lakini katika picha za CCTV kamera zinaonyesha kwamba kila mmoja alikuwa ameondoka katika eneo hili mapema sana na kuelekea kule nyumbani, kwa sababu leo ilikuwa ni siku ya weekend na wafanyakazi wote wanawahi sana kutoka hapa ofisini, ila wamebakia wafanyakazi wawili tu katika hili jengo. Bidada anatokea ghorofa ya 49 juu na anashuka katika ghorofa ya kwanza, lakini kuna mwamba huyu anaonekanika katika ghorofa ya 42 naye anataka kushuka kuelekea ghorofa ya chini kabisa. Bidada akawa amepanda lift na moja kwa moja anashuka chini, na lift ilipofika floor ya 42 ikawa imemchukua mwamba na kisha akaanza kushuka chini kuitafuta ghorofa ya kwanza kabisa ili waweze kushuka na kuelekea kila mmoja na safari zake. Wakati mwamba anaingia hakumsalimia kabisa bidada, lakini naye bidada hakuwa amemsalimia mwamba, ila akawa amejishtukia kwamba mbona huyu jamaa sijamsalimia. Okay bana, sasa hivi kaka, nzuri tu, unaendeleaje? Salama bana. Wakati lift inaendelea kushuka, mwamba akashtukia kwamba ni kama kuna mchoro fulani hivi nyuma ya bidada hapo. Kamuuliza, huu mchoro sio unamaanisha nini? Lakini bidada akasema ni kawaida tu, huenda kuna mtu alikuwa amechora hapo. Sasa wakiwa wanaendelea kushuka taratibu, ghafla tu ikaonekana lift ni kama ilikuwa imekwama. Bidada akawa ameshtukia kwamba lift itakuwa imesimama hii. Mwamba akajaribu kugusa batani mbili tatu, akasema kwamba huenda umeme utakuwa umekatika, lakini kwa sababu kuna majeneta yale automatic basi atakwenda kujiwasha na hivi wataanza kushuka sio muda mrefu. Lakini baada ya kama dakika 5 hivi wakashtukia kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa kirespondi kwa kuwasha generator ya dharura. Moja kwa moja ikabidi kuanza kupungia mkono katika maeneo ya CCTV kamera ambayo ilikuwa inaonekanika ndani ya lift hiyo. Kila mmoja kwa nafasi yake, tukianzia na bidada akajaribu kutafuta mtandao kuangalia kwamba je, mtandao unaweza kuwa unapatikanika ili aweze kupigia ndugu na jamaa, lakini kwa bahati mbaya hakuna ambaye simu yake ilikuwa na mtandao wakati huo. Mwamba kwa sababu yeye ni wa kiume, ili kumshusha bidada pressure asiwe na panic, ikabidi kumwambia kwamba anatakiwa kutulia kwa sababu anaamini kwamba kuna mtu ambaye atakuwa anaingikia swala la lift wakati huu. Dakika mbili mbele wakaanza kuziokota story mbili tatu bana. Mwamba akawa anamuuliza bidada, unafanyia kazi katika floor namba ngapi? Bidada anasema kuwa anafanyia katika floor namba 49 na nilikuwa na safari siku ya leo, sikutegemea kabisa ningeweza kuchelewa na kuikosa ndege yangu. Mwamba alisikitika sana na kumpa pole bidada, huko akimuuliza swali kwamba kwani imewahi kujitokeza changamoto kama hii kwa lift kuweza kukwama? Bidada akasema hapana, huwa wakati mwingine inapigaga kelele, lakini swala la kukwama haijawahi kujitokeza hata siku moja. Mwamba baada ya kuyasikiliza hayo, mwisho wa siku akaanza kuomba msaada kwa kulikunja karatasi lake moja hivi, kisha akawa anasema kwamba msaada, lakini mwisho wa siku tunaonyeshwa kwamba nje ya lift inaonekana kwamba hii lift ni soundproof kwa sababu sauti haitoki kabisa. Lakini bidada akawa amepata wazo wa kusema kwamba huenda juu kidogo ya elevator, kwa maana hii lift huenda kutakuwa kuna tundu hapa juu, lakini akamwomba mwamba aweze kupanda katika mabega yake. Jamaa kweli akampa support, lakini bidada katika harakati za kuendelea kuchunguza akagundua kwamba hakukuwa kabisa na uwazi. Kucheki time wanakuja kushtukia kwamba wametumia kama dakika 56 wakiendelea kuhangaika kutafuta msaada, lakini kwa bahati mbaya hawajaweza kupata msaada na zimebakia dakika 4 tu saa nzima liweze kutimia hapa ndani. Wakawa wamechoka na kujikuta wanakaa tu. Sasa ili kununua muda kidogo hapa ndani ikabidi kuanza kujitambulisha. Bidada akaanza kujitambulisha kusema kwamba yeye anaitwa Jennifer na mwamba akajitambulisha kwamba yeye anaitwa Guyman, kwa kifupi anaweza kaitwa Guy. Bidada Jennifer akaanza kulalamika kusema kwamba ghafla tu anahisi kiu, yani anatamani kama maji ingelikuwepo jirani, na jamaa akasema kuwa yeye anayo maji akawa amempatia bidada. Ni kama masihara bana, waliendelea kupiga story humo mpaka masaa 4 akawa ameweza kukatika. Na kwa kuwa bidada Jennifer alikuwa amekunywa maji mengi, mwisho wa siku akawa anahisi mkojo bana. Ikabidi kumwambia jamaa kwamba anahisi mkojo. Jamaa akamwambia kwamba jitahidi kuvumilia, lakini bidada akasema kwamba hii hali haivumiliki kabisa. Wazo la mwisho ambalo mwamba alikuwa amekuja nalo, akamshauri bidada kwamba labda watumie ile chupa ambayo walikuwa wametumia kuwekea maji, bidada atumie hiyo kuwekea mkojo humo ndani. Basi bidada akaamua kuyamwaga humo ndani, mwamba akiwa ameangalia pembeni hakutaka kabisa kumchungulia bidada. Baadaye kidogo bidada alikuwa akitazama muda na kugundua kwamba ameshaweza kuchelewa muda wa kupanda ndege. Hii kitu ikawa inamuumiza kweli kweli yani. Ule mchoro ambao ulikuwa pogi nyuma ya bidada unaonyesha kwamba kuna mtu mmoja amekwama katika lift. Bidada akaamua kuongezea kuchora mtu mwingine kana kwamba kuna watu wawili wamekwama katika lift. Kwa ule mchoro ni kama ulikuwa na maana kwamba kuna mtu atakuja kukwamia kwenye lift. Jamaa akawa anamuuliza bidada, hiyo safari yako ya kuelekea huko New York ilikuwa ni ya muhimu sana? Bidada akamwambia kwamba ilikuwa ni ya muhimu, lakini japokuwa mtu ambaye nilikuwa naenda kumtembelea alikuwa ajui kwamba naenda kumfanyia surprise ya kumtembelea. Lakini mwamba kwenye mfuko wake alikuwa pia na wine. Ikabidi kumwambia bidada kwamba tunaweza tukashiriki wine kwa pamoja kwa sababu hatuna muda wa kuendelea kuanza kwa wakati huu. Wakawa wanaanza kushiriki kwa pamoja ile wine, lakini kwa bahati mbaya mazingira ya nje kulikuwa kuna radi na mvua
mvua nyingi zilikuwa zikipiga, kitu ambacho kwa kinasababisha baadhi ya taa kuanza kutisika. Walipogundua jambo hili, basi wakawa wanacheka kweli kweli, huku wanaendelea kucheza magame katika kompyuta katika harakati za kujiliwaza. Mwamba akawa anamwambia bidada Jennifer kwamba nimekuwa nikikuona mara nyingi sana ukipanda na kushuka katika lifti. Mara nyingi huwa mimi nashukiaga katika lifti ya 42, wewe unapitiliza mpaka juu. Lakini vipi, umewahi kuniona kabla? Bidada akamwambia hapana, mara nyingi huwa sikuonagi Mwamba akasema nitakuwa ni sababu ya ubizi wa kazi na namna ambavyo tulikuwa na pressure za kuwahi ofisini. Lakini binafsi nimekuwa nikikuona mara nyingi tu na kukupenda sana kila ninapokutazama. Jennifer hakuwa na maneno mengi kabisa, akisema kwamba katika eneo pekee ambalo limeweza kunikutanisha na mtu wa ajabu kidogo ndio eneo hili. Basi acha nirekodi tukio hili. Akawa na rekodi na kusema kuwa kama katika maisha yangu nitaingia katika mahusiano na wewe, basi ndio mtu pekee ambaye nitakuwa nimekutana naye katika mazingira magumu. Kaanza kumrekodi Mwamba. Mwamba akijieleza hisia zake zote kwa kusema kwamba anampenda sana bidada Jennifer na alikuwa akimpenda si leo tu bali kitambo kirefu. Mwamba akaomba kumkisi bidada baada ya kujieleza hayo yote. Bidada hakuwa na namna yoyote, ila kama amemkubalia jamaa. Wakakiswa na mwisho wa siku akavuka mipaka na kuendelea mbali zaidi na wakamaliza mambo yao. Baada ya show hiyo kutokea kwa Mwamba, basi bidada moja kwa moja akanamwambia jamaa kwamba anashukuru kwa hii zawadi aliyoweza kumpatia siku ya leo, lakini yeye alikuwa na safari kuelekea New York kwa sababu moja tu, alikuwa anataka kwenda kufix mahusiano yake aliyokuwa anasumbua kwa muda mrefu sana. Mwamba ghafla akabadilika na kuanza kumwambia bidada kwamba ina maana wewe unipendi kweli? Bidada akamwambia hapana, mimi nilikuwa nachukulia hii for fun tu, yani ni kwamba tulikuwa tunaenjoy kwa sababu tuko katika kipindi kigumu, lakini mimi nampenda mtu wangu, nataka nikarudiane naye kule New York. Lakini Mwamba akasema kwamba utakuwa unanisamee bana kama nitakuwa nimekosea, lakini mimi nilikuwa nataka mahusiano yetu yaweze kuendelea hata baada ya kutoka katika eneo hili la lifti. Yani mimi nakupenda kiukweli kweli na maanisha yani. Jennifer kabaki anashangaa tu namna gani huyu Mwamba amebadilika sana na kutaka kwamba waingie katika mahusiano na yuko serious kabisa, anaonekana kumpenda bidada. Lakini bidada kabaki anashangaa akisema kwamba mimi nichukulia kama starehe tu ya muda mfupi. Mwamba kaongea kwa hasira akisema kwamba nakujua vizuri kwamba wewe unaitwa Jennifer Robert. Alafu mimi jina langu sio Guy na mimi ni muda mrefu sana nafanyia katika jengo hili. Si mgeni kama hivyo ambavyo ulikuwa ukizania. Kamuonesha bidada picha zake zote akiwa anaingia ofisini, akiwa anatoka, akiwa anapanda kwenye lifti na kila kitu alichokuwa anakifanya katika maeneo haya ya ofisini, na akamwambia kwamba mimi ni mlinzi tu katika hili jengo na nimekuwa nikikufuatilia muda mwingi na nilikupenda kutoka siku ya kwanza unapoingia hapa ofisini. Akamwambia kuwa hata kuganda kwetu katika hii lifti haikuwa kwa bahati mbaya, nilifanya ni makusudi kwa sababu nina ufunguo. Hata sasa hivi nikiamua kuchomeka hapa kwenye lifti, moja kwa moja lifti itaenda kuwaka. Kweli kabisa, kuchomeka ule ufunguo na ule ufunguo kweli ukawasha ile lifti. Bidada Jennifer hakuamini kabisa macho yake kwa sababu kumbe Mwamba alikuwa na njia kabisa ya kuweza kutukomboa kutokea katika lifti na kila kitu alikuwa amekipanga. Akamwambia hakika utajutia na atakwenda kutupa gerezani. Mwamba alimshangaa sana bidada namna alivyokuwa amekasirika. Akamwambia kuwa mimi nakupenda, lakini bidada akamwambia unanipenda kupumbavu namna gani, au upendo gani wa kijinga namna hiyo. Mwamba Gai akataka kuchomoa ule ufunguo alikuwa ameuchomeka katika lifti mpaka lifti ikawa imewaka, lakini bidada akataka kumzuia. Ghafla tu akazidi kufurukushana huko ndani. Mwisho wa siku bidada kama ukanyaga ule ufunguo na ukao umekatikia katika lifti. Kwa hiyo sasa lifti imejizima na watabakia huko ndani mazima. Bidada Jennifer alikuwa amekasirika sana na kuchukua kiatu chake kisha akaanza kumpiga nacho Mwamba katika maeneo ya uso. Jamaa akawa kama vile amekata moto. Bidada akiwa na hofu kwamba atakuwa amemuua jamaa, akazidi kumsogelea, lakini jamaa kumbe alikuwa viko hai, akampiga bidada na kumzimisha. Wote wakaishia kulala na kupoteza nguvu kabisa katika maeneo haya ya sakafu. Baada kama nusu saa hivi wakawa wameweza kuamka. Bidada anamuuliza Mwamba, "Ni kwa nini umeweza kunifanyia tukio kama hili?" Jamaa anamwambia kwamba tukio hili nilikuwa nimeliandaa kwa kitambo kirefu na walinzi wote watatu nimekwisha kuwatoa. Na kwa kuwa leo ni Ijumaa na siku ya kesho Jumamosi hatuingii kazini na siku ya Jumapili, kwa hiyo niliwaambia kwamba waende wakale bata kwa siku zote tatu. Haya yote nimeweza kuyafanya kwa sababu nakupenda na nilitamani sana siku moja kuwa na wewe, na hii ndio njia pekee ambayo niliamini kwamba ingeweza kuwa na matokeo sahihi kabisa ya mimi kuwa na wewe. Nilikuwa nakufuatilia muda mrefu sana na nilikuwa napata wivu kuona kwamba eti unakwenda kurudiana na ex wako ambao ulikuwa umeachana naye siku nyingi, na najua kabisa katika begi yako ulikuwa umebeba shati ambalo ulikuwa umemwandalia jamaa kama zawadi. Mwamba kalichukua ile shati kisha kama nilivaa, akamwambia, "Je, mimi alinipendezi?" Jamaa akaendelea kuyatoa yote ya moyoni mwake akimwambia kwamba kila kitu nilikuwa nimekiandaa, ni heli nikafia gerezani lakini kuliko kukosa wewe katika maisha yangu. Nilikupenda kutoka siku unaoingia hapa ndani. Jamaa baada ya muda kidogo akampata wazo namna gani anaweza kutokea katika ile eneo la lift. Akajaribu kupanda hapa juu akagundua kwamba inawezekana kabisa mtu mmoja kuweza kupenya, lakini akawa anamsibi dada kwa kumwambia kwamba naomba unisaidie mimi niweze kutoka alafu mimi ndakuja kuleta msaada. Sasa bidada akawa anauliza, "Ndakusaidiaje? Mimi ni mtoto wa kike. Wewe ndio unisaidie mimi niweze kutoka alafu mimi nakuahidi kwamba nitakusaidia na tutatoka pamoja." Sasa Mwamba kwa sababu anampenda sana bidada akajikuta tu anakuwa mdhaifu kweli, na mwisho wa siku akawa amemsikiliza bidada na bidada akaweza kupanda katika mabega yake moja kwa moja akawa anatoka nje ya ile lift. Bidada Jennifer alipoweza kufanikiwa kufika juu kabisa ile lift, akawa amenyanyua kidole chake cha kati na kumnyoshia Mwamba kisha akamwambia kuwa utafia huko ndani katika lift mbwa. Akawa anapanda juu kabisa. Mwamba akajiongeza kwa kutumia nguo zake akawa ameziunganisha na kisha akaanza kumfuata bidada. Bidada akashangaa kwamba nimemtukana Mwamba kabla hata sijavuka mto. Moja kwa moja jamaa akaweza kumkamata bidada na akamshusha huko chini katika lift, wote wakiwa wamepata hali mbaya sana ya majeraha. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu bidada Jennifer ndo alikuwa wa kwanza kuweza kupata nafuu, na alipoweza kuamka tu akawa amemfunga jamaa asiweze kabisa hata kufurukuta. Kisha akachukua simu yake na kuanza kujirekodi akielezea scenario nzima iliyoweza kutokea katika maeneo haya, na akamwambia jamaa akili wazi kwa kitendo alichotaka kukifanya. Hasa bana, kumbe huku nje ya ghorofa kuna Mwamba yule ambaye ni mlinzi katika jengo hili. Alikuwa amepata demo wake huko, sasa akawa amemleta mitaa hii lengo aweze kumaliza mambo kwa sababu hana mageto kabisa jamaa. Sasa akaanza
akamuita, "Oya John uko wapi?" Lakini akashtukia kwamba kumbe John alikuwa hayupo. Kwa hiyo yule jamaa alijitambulisha kwa jina la Guy, kumbe jina lake halisia anaitwa John. Mwamba ikabidi kuingia ndani kwa kutumia ufunguo wake wa ziada. Katika kuchekicheka katika CCTV kamera anagundua kwamba katika lifti Mwamba alikuwa amekwama. Ikabidi haraka sana kuanza kutuma sauti yake moja kwa moja kuelekea ndani ya ile lift na akawa anawasiliana na bidada Jennifer. Kisha moja kwa moja Mwamba akawa ametimba katika ile lift aweze kumsaidia bidada Jennifer. Lakini mbaya zaidi ni kwamba huyu jamaa John akawa amemuua huyu mlinzi. Kisha baada ya hapo akawa amemchukua bidada Jennifer na kumpakia katika buti ya gari. Jennifer akiwa hajitambui kabisa. Baada ya hapo Mwamba akawa anamfuata yule demo yule mlinzi ambaye alikuja naye hapa. Akataka naye kumuua, akampiga sana na kisha kweli akafanikiwa kumuua. Hasa bidada Jennifer aliyekuwa katika buti ya gari hajitambui kabisa. Akafanikiwa kujinyenyua huko na kumpiga jamaa na kitu kizito sana. Kisha akachukua ile gari ya jamaa na kuanza kukimbia nayo. Lakini akiwa njiani akaanza kuwaza na mwachaje huyu jamaa haya. Akaanza kurudisha gari reverse na kumsaga Mwamba. Kwa hiyo jamaa akawa amepoteza kabisa maisha na utamu akiwa amepewa. Unadhani hii kazi unaionaje? Maoni yako katika kazi hii ni yapi zaidi? Okay, tukutane katika recap inayofuatia. Nikukumbusha tu kwamba kwa kugusa alama yako ya kulike, tutakapofikisha like 100 basi naachilia ngoma nyingine. Kumbuka kwamba unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe.